Hebu fikiria, unatazama mechi ya Premier League, mchezaji anaanguka, anapatiwa matibabu na unadhani atarudi moja kwa moja uwanjani. Lakini kuanzia msimu wa mwaka 2026-2027, hali haitakuwa hivyo tena. Chini ya mabadiliko mapya ya sheria, mchezaji atakayepatiwa matibabu akiwa uwanjani atalazimika kusubiri kwa sekunde 60 nje ya uwanja kabla ya kuruhusiwa kurejea kucheza. Lengo ni kupunguza tabia ya baadhi ya wachezaji kutumia majeraha kama mbinu ya kupoteza muda. Mabadiliko hayo hayajaishia hapo. Atalazimika kusimamisha mchezo ili apatiwe matibabu. Timu yake haitabaki na faida ya kuwa na wachezaji wote uwanjani. Mchezaji mmoja wa nje kutoka timu hiyo pia atalazimika kutoka nje kwa muda. Hatua inayolenga kuhakikisha hakuna timu inayonufaika kwa kuchelewesha mchezo kupitia majeraha ya kipa. Sheria nyingine zinawalenga moja kwa moja wachezaji wanaochelewesha kuanzisha mchezo. Katika throw in na goal kick, waamuzi watakuwa na mamlaka makubwa zaidi ya kusimamia muda wa kuanza mchezo. Mchezaji atakayeshindwa kuanzisha mchezo ndani ya muda uliowekwa anaweza kuigharimu timu yake kupoteza umiliki wa mpira, hatua inayotarajiwa kuongeza kasi ya mchezo na kupunguza mbinu za kuiba muda. Hata matumizi ya VAR yamepewa ufafanuzi zaidi. Mfumo huo unaweza kuingilia kati pale ambapo mwamuzi atakuwa ametoa kadi ya pili ya njano kimakosa, lakini haiwezi kumwamuru mwamuzi ampe mchezaji kadi ya pili ya njano. Uamuzi wa mwisho utaendelea kubaki mikononi mwa mwamuzi wa uwanjani. Vilevile, waamuzi wameelekezwa kuwa wakali zaidi dhidi ya vitendo vya kushikana, kuvutana na kusukumana ndani ya eneo la penalti, hasa wakati wa mipira ya kona na mipira ya adhabu. Vitendo hivyo vimekuwa vikisababisha mabishano mengi kwa miaka kadhaa, hivyo msisitizo mpya unalenga kuhakikisha sheria zinatumika kwa usawa na kwa uthabiti. Kwa ujumla, mabadiliko haya yanalenga kuifanya Premier League iwe mchezo wa kasi zaidi, kupunguza upotezaji wa muda na kuongeza haki katika maamuzi ya waamuzi. Hata hivyo, swali linalobaki ni moja: je, sheria hizi mpya zitafanya mchezo kuwa bora zaidi au zitaibua mabishano mapya kati ya waamuzi, wachezaji na mashabiki? Hii ni Ayo TV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.